Katika ulimwengu wa mpira wa miguu, ndoto hazianzi kwenye viwanja vyenye taa za kifahari au kwenye vyumba vya kubadilisha nguo. Ndoto nyingi za kweli huanzia kwenye mitaa ya kawaida, ambapo uwezo wa kifedha wa familia ni mdogo, lakini hamu ya kufanikiwa ni kubwa. Kila mchezaji ana kumbukumbu iliyombatiza rasmi kwenye ulimwengu wa soka. Kwa Yan Diomande, kumbukumbu hiyo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa alipopewa zawadi ya jezi yake ya kwanza kabisa ya Manchester United. Ilikuwa ni jezi iliyotoka sokoni isiyo na jina wala namba mgongoni, kwa sababu familia yake haikuwa na uwezo wa kumudu gharama za kununua jezi halisi au kulipa huduma ya kuchapisha jina la mchezaji. Lakini shauku na mapenzi yake kwa mpira havikuishia hapo. Akichochewa na mahaba mazito ya shujaa wake wa mpira Cristiano Ronaldo, Diomande alichukua hatua iliyodhihirisha ndoto yake. Alichukua kalamu nyeusi na kuandika jina la Cristiano Ronaldo mgongoni, akaongeza namba 7 kwa sababu alitaka kujipa hamasa. Kila mara alipovaa jezi hiyo, alijiona kama yeye ni Cristiano Ronaldo. Kalamu hiyo haikuweka tu jina la Ronaldo kwenye jezi yake ya bandia, iliweka pia msingi wa kiapo cha moyoni kwamba siku moja ulimwengu utalijua jina la Yan Diomande. Yan Diomande alilelewa katika jiji la Abidjan nchini Cote d'Ivoire. Alihamia ng'ambo na kutumia muda wake kunoa kipaji chake katika chuo cha DME jimboni Florida kabla ya kukataliwa alipofanya majaribio katika klabu kadhaa za Ulaya zikiwemo Chelsea, Bournemouth, Crystal Palace na Rangers. Alipata fursa yake ya kwanza ya soka la kulipwa mwishoni mwa mwaka 2024 akiwa na timu ya Leganes ya Hispania. Alijiunga na RB Leipzig iliyolipa euro milioni 20 kuvunja mkataba wake katika msimu wa mwaka 2025 na kumfanya kuwa Mu-Ivory Coast wa kwanza kucheza klabu hiyo. Alishinda tuzo ya mchezaji chipukizi bora wa msimu wa Bundesliga baada ya kufunga mabao 12 na kutoa pasi 8 za mabao katika mechi 33 za ligi ya msimu wa 2025-2026. Alikuwa mchezaji mdogo zaidi kuwahi kuiwakilisha Ivory Coast katika kombe la dunia, akianzia katika mechi zote 4 na kuisaidia timu yake kufikia hatua ya mtoano katika mashindano ya mwaka 2026. Huzuni kubwa ya kumpoteza dada yake mwenye umri wa miaka 15, Rosanne, aliyefariki baada ya kuwekewa sumu kwenye kinywaji chake, imekuwa nguvu kubwa inayomsukuma kufanikiwa. Alichapisha barua ya kugusa hisia iliyosambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, akitenga kila uchezaji na bao lake kwa ajili ya kumkumbuka dada yake. Hivi karibuni amefikia makubaliano ya kibinafsi kwa ajili ya usajili wa kiasi kikubwa cha fedha kinachozidi euro milioni 100 kuelekea Real Madrid baada ya Paris Saint-Germain kujiondoa katika vita ya kuwania saini yake. Wakati Yan Diomande alipocheza dhidi ya Real Madrid kwenye mechi yake ya kwanza ya ushindani, alimwomba Kylian Mbappe jezi yake, na sasa watakuwa wachezaji wenza. Diomande alicheza kwa dakika chache tu, lakini alihakikisha anamwomba Kylian Mbappe jezi yake baada ya filimbi ya mwisho. Kasi yake ya ustawi imekuwa ya ajabu. Kutoka kuandika jina la Ronaldo kwa kalamu kwenye jezi ya bandia, Diomande leo hii ameweka historia kwa kuvutia vilabu vikubwa zaidi duniani. Kujiunga kwake kwa miamba ya soka duniani Real Madrid si tu kwamba ni hatua kubwa kipekee katika taaluma yake, bali ni dhihirisho kwamba ndoto za mtoto aliyetumia kalamu zimetimia rasmi. Sasa hatayandikia tena namba au jina kwa mikono jina lake Diomande, bali litachapishwa rasmi kwenye jezi moja ya klabu zenye mafanikio makubwa zaidi katika historia ya mpira wa miguu. Hii ni IOTV Sports. Mimi ni Gladness Joseph.